Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 8 2026, katika kiongozi kalenda yetu imetupatia neno la kutafakari siku ya leo katika Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 18 mstari ule wa 18 hadi wa 30. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 18 hadi ule wa 30. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru na kulihimidi jina lako takatifu. Tazama, ni nyakati na saa ambayo mtumishi wako ambapo tunakwenda kutumia neno hili ambalo Mungu umetupa katika siku ya leo. Kwa neno lako tunapokwenda kutafakari, tunaomba kwa rehema ukatuongoze na kuweka baraka zako. Asante kwa neno hili, asante kwa baraka zako, nikiachilia uwezo wako na nguvu zako. Amen. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 18 hadi wa 30. Neno la Mungu linasema, tena mtu mkubwa mmoja alipomuuliza akisema, Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utotoni wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Yesu alipoona vile alisema, kwa shida gani wenye mali wataingia ufalme wa Mungu? Kwa maana ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao waliposikia walisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Petro akasema, tazama, sisi tumeviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. Akawaambia, hakika nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu, asiyepokea zaidi mara nyingi katika zamani hizi na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna ambavyo mtumishi Luka ambavyo ameeleza kwa namna ambavyo somo linavyoweza kutufundisha kwa namna ambavyo tajiri anavyoweza kuurithi ufalme wa mbinguni, kwa namna ambavyo wanadamu tunavyoweza kuishi katika dunia hii. Tunaona namna ambavyo mtu mmoja ambavyo anavyomuuliza Yesu kwa namna ambavyo anavyoweza kuurithi uzima wa milele.
Lakini Yesu anashangaa kwa namna wanavyomuita, kumpa ukuu wa wema. Ukisoma ule mstari wa 19 utaona namna ambavyo Yesu Kristo anaitwa. Kwa nini Yesu Kristo anaitwa mwema? Kwa nini Yesu Kristo anapewa ukuu wa wema? Kwa namna ambavyo matendo yake, kwa namna ambavyo alivyo Yesu Kristo, kwa namna ambavyo mambo anayoyafanya, tayari makutano, tayari watu wanaona kwamba katika ukuu wake na katika maisha ya Kristo kuna kitu ambacho Yesu Kristo amekibeba katika maisha. Kuna vitu ambavyo wameviona vinaenenda kwa namna ambavyo Mungu anavyostahili kukaa katika watu. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini tukiona katika mstari wa 20, lakini Yesu sasa anauliza amri kana kwamba anazijua. Katika mstari wa 20, usiue, usizini, usiongopee na vitu vingi. Baada ya yule tajiri kuonekana vyote amevishika, Yesu anamwambia kuna kitu ambacho umepungukiwa. Kuna vitu ambavyo umepungukiwa, na kwa kuwa umeshika amri na kwa kuwa umeshika kile ambacho kimeleza, sasa kauze mali zako na ukawape maskini. Haleluya, kawape maskini. Lakini tajiri, wakati anaendelea kutafakari, tajiri anaendelea kuangalia mali, maisha, uchumi alio nao, anaumia, anahuzunika. Lakini Yesu akawaambia ni ngumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, na akatolea mfano, ni rahisi sana ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa nini? Matajiri wengi, watu wenye mali, ana uwezo wa kuisimamia mali vizuri, ana uwezo wa kuitetea mali yake vizuri, lakini maisha yake ya kiroho yakawa ni maisha yenye changamoto, yakawa ni maisha yasiyoleta mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu maisha yake asilimia kubwa anakuwa ameyaweka kwenye uchumi, ameyaweka kwenye mali alizo nazo. Na tukikaa tukijua kabisa kwamba mali ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, mali ni sehemu ya uchumi wa mwanadamu, lakini wanadamu hao tunashindwa kuelewa kwamba katika sehemu zetu za mali kuna kitu ambacho Mungu anakuwa amekiweka ili kuweza kufanya wepesi katika huduma za Mungu. Tukiangalia katika mstari ule wa 22c, anasema lakini yule tajiri alihuzunika sana kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Tukiwa watumishi wa Mungu tunaweza kuwa ni ushuhuda ndani ya makanisa, ndani ya mikusanyiko, wala sehemu zingine zozote. Kuna wakati ambapo tajiri anapokuwa amesimama ndani ya kanisa, anapokuwa amesimama katikati ya watu, walio wengi hufikia wakati kupotosha masuala ya imani, inafikia wakati kupotosha masuala ya wokovu. Lakini sasa katika namna hiyo, kwa kuwa Yesu tayari alikuwa ameshawaelekeza
kwa namna tajiri asivyoweza kuingia kuuona ufalme wa mbinguni ilivyo ngumu, ndivyo ambapo Yesu Kristo wanainuka sasa, wanamuuliza Yesu Kristo kwamba ni nani sasa anayeweza kustahili kuingia katika ufalme wa mbinguni? Ni nani basi anayeweza kustahili kuuona wokovu? Ukisoma mstari wa 26 anasema, nao waliposikia walisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani basi awezaye kuokoka? Unaweza ukajiuliza wokovu ni nini? Unaweza ukajiuliza kuokoka ni nini? Kwa haraka zaidi, kuokoka ni kuachana na matendo yaliyo maovu. Kuokoka ni kuachana na matendo yenye kumkasirisha Mungu. Wokovu ni kuachana na dhambi. Ndipo ambapo tunastahili kukaa na kuukalia wokovu, kuyakalia matendo yaliyo ya Mungu katika maisha yetu. Mali tulizo nazo, uchumi tulio nao, fedha tulizo nazo, mifugo tulio nayo, siku itakapofika haiwezi kutusaidia. Kinachoweza kutusaidia sisi kama watu wa Mungu ni kusimama na kusimamia wokovu tunaokuwa tumeopewa. Wokovu uko ndani ya Kristo. Wokovu uko kwa mtu ambaye anayempokea Yesu Kristo. Wokovu upo kwa mtu ambaye anamkiri kuwa ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Na wala wokovu haupo kwenye fedha, na wala wokovu haupo kwenye mali, wala wokovu haupo kwenye ufugaji. Wokovu upo katika kumtii Bwana kuwa ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Ndugu wapendwa, tuna wakati wa kukaa kutafakari. Tuna wakati wa kukaa kujisimamia. Tuna wakati wa kukaa kuenenda katika matendo ya Mungu. Maisha tulio nayo ni maisha mafupi. Kule tunakoelekea mbinguni ni mahali patakatifu. Mungu ataendelea kututumia. Mungu ataendelea kutuona ndani ya mioyo yetu, ndani ya miili yetu na ndani ya maisha yetu. Tukae tukimtumainia Bwana kuwa ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Neno la Mungu litubariki, neno la Mungu litusimamie, neno la Mungu likakae katika maisha yetu, na neno lake likatusimamie katika mienendo yetu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa wepesi wa neno lako takatifu. Asante kwa wepesi wa neno lako ambapo Mungu umesema pamoja nasi kwa neno hili takatifu, nikiomba na kushukuru. Amen.